Mungu alinipa ujumbe mwingine kwa ajili yenu na kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo siku ya leo tutakuwa na ujumbe ambao umeingia hapa katikati kwa sababu kwa ajili ya hali halisi ambayo tunayoipitia. Wakati natafakari kwamba nitazungumza nini baada ya msukosuko huu, Roho wa Mungu akawa ameniongoza nizungumze juu ya somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema kujitafakari upatwapo na mabaya. Tangulizi wangu unasema hivi: maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika misimu mikuu miwili. Maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika misimu mikuu miwili. Kuna msimu au kuna nyakati za mafanikio na kuna nyakati za mabaya. Maisha ya mwanadamu yamegawanyika katika misimu mikuu miwili: nyakati za mafanikio na nyakati za mabaya. Na wakati wa mafanikio ni rahisi kufurahia na kumsifu Mungu. Wakati wa mafanikio, wakati wa neema, ni rahisi kumfurahia na kumsifu Mungu. Lakini wakati wa mabaya mara nyingi hutupelekea kushindwa kutulia na kutafakari ili kupata kujua kwa nini yale mabaya yametupata kwa kiwango hiki. Hiyo ndio hatari ya nyakati za mabaya. Wakati wa mafanikio kuna utulivu wa moyo, kuna utulivu wa mawazo, na tunakuwa na wepesi wa kumfurahia Mungu na ukuu wake. Lakini wakati wa mabaya mara nyingi hutupelekea kushindwa kutulia na kutafakari ili kupata kujua kwa nini yale mabaya yametupata kwa kiwango hiki. Wapi hatukufanya vyema na wapi tulikosea mpaka ikatusababisha kuingia kwenye mabaya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hii ndiyo faida kubwa ya mabaya. Yaani kama kuna faida inayotokana na mabaya, ni pale mtu unapokuwa na muda wa kutulia na kutafakari, upate kujua kwa nini yale mabaya yamenipata kwa kiwango hiki, na wapi sikufanya vyema na wapi nilikosea ikanisababisha kuingia kwenye mabaya haya. Ukikosa kufanya assignment hii, maana yake wewe umejiandikia hasara ya jumla, hasara ya moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu katika somo hili limetukumbusha juu ya nyakati hizi mbili: nyakati za furaha na nyakati za majaribu, na limetupa njia kwamba wakati unapopatwa na mema, furahia, shangilia, msifu Bwana, maana ndivyo utakavyoonyesha shukrani yako kwa Mungu. Itashangaza sana kama wewe umefanikiwa, Mungu amekufanikisha, Mungu amekuponya, Mungu amekuepusha na kifo, Mungu amekuepusha na mabaya, halafu
halafu usifurahi na kumsifu yeye, maana yake ni kama mtu ambaye hana shukrani. Yaani ikitokea mtu akaja akakusaidia kitu ambacho kilikuwa kinakutatiza kwenye maisha yako, halafu hujafurahi na wala hujatoa shukrani, hata kushangaa sana. Ndivyo hata Mungu anavyotushangaa.